Yose. Muda wote unafanya nini wakati mimi nakuita mwanangu? Kuna vitu nilikuwa naika sawa chumbani kule. Karibu. Muda wote nawaita kama mmetoka bwana, mko mbali, kumbe mko hapa. Amna. Ambie bwana. Safi. Hapa bwana. Ngoja tumeuti kidogo tusikilizane. Kwa sababu unajua mnavoishi hata mtoto anavozaliwa akianza kutambaa basi ndo anakuwa. Akianza kutembea, kusimamia vitu ndo anaondoka hivyo. Kwa hiyo hata mimi nimekuja kuona kwamba hata wewe pia tayari kuna level umeshafika. Na hiyo level mimi naishukuru, ni nzuri sana kwa sababu nilitegemea kitu kama hiko. Nilitegemea. Ndiyo. Sasa nikaona hapa ngoja niwaite ili tuzungumze. Sababu sisi ni kama familia. Lakini sasa kadri maisha yanapozidi kwenda basi natakiwa tuwekane wazi na tuambiane ukweli kwenye maisha haya. Unajua? Kweli. Sije kaa peke yangu. Kwa siku mzigo kanielemea nikavunjika mgongo. Kwa hiyo sasa hapa ulikuwa na chochote cha kuongea? Hapana. Nilikuwa nakusikiliza kwa sababu hata hivyo na wife hapa. Ulikuwa tuna kisafari tunataka twende. Ndio maana hapo tulikuwa tunataka tujiandae, mambo yakawa mengi. Nasema ngoja tumsikilize kwanza brother afu tuendelee. Sawa, na hiko kisafari mnakoenda kumkae mkijua na muwe mnapotoka hivi mnavoenda sehemu nyingine mnatakiwa mnapiga story kwamba mjue bisa maisha yamebadilika na hapa sasa inatakiwa muishi kama wapangaji kuanzia sasa hivi. Naam? Hapa mnatakiwa mlipe kodi. Chumba chenu hiki kwa nyinyi tawafanyia kwa mwezi shilingi 50,000. Lakini pia kule usafi basi ataendelea kufanya huyo, lakini kama tutamchukua mfanya usafi anakuja kwa muda basi tutakuwa tunamlipa. Lakini bili ya maji pia tutakuwa tunagawana ikija. Kama ikija 8,000 basi nyinyi mtatoa 4,000 na mimi nitatoa 4,000. Nyinyi mtatoa 5,000 kwa sababu nyinyi mko wawili, mimi niko peke yangu. Kwa sababu nyinyi mko wawili, mimi sijaoa. Umeme pia tutaangalia. Kama ikija bili tutaigawanya. Tutaangalia matumizi yako wapi, nyinyi mna vitu vingapi vya umeme basi tutalipa kulingana na hilo. Mimi niliwaitia yangu ni hayo. Sasa kaka, nakuwa sijaelewa hapo kidogo kutokana. Wewe si hapa ndio umetukaribisha, si ndio? Na wewe mimi ni kakaangu. Tumekaa hapa kwa muda mrefu, umeona. Mpaka nimpata mwenza na nini. Sasa inakuaje tena tunaanza mambo ya kulipa kodi wakati mimi nipo kwa brother. Umeona? Safi. Mimi hapa wewe peke yako ndo alikuchukua uje ukaa hapa uangalie maisha. Sawa? Lakini kitendo cha kuweza kuoa kipindi mimi bado sijaoa, wewe tayari kuna level ya maisha umefikia. Sasa mtu akiwa anaoa anatakiwa aanze na majukumu yake, kwa sababu hapa nikisema niendelee kuacha watoto watakuja. Sababu nyinyi mnavooana sio kwamba mnacheza lede. Hapana, mnacheza michezo ambayo ya kuleta familia. Sasa kama mnaenda mchezo wa kuleta familia, ina maana lazima muwe na eneo la hao watoto mnataka kuwaleta wacheze, watambae, lakini sio kwenye nyumba za watu. Sababu kwenye nyumba za watu huwezi kuanza masuala ya kuoa. Ila wewe kama ungekuwa bado unaendelea kujitafuta ungekuwa mwenyewe kama mimi nilivyo mwenyewe hadi leo. Lakini kwa sababu umejipata na una uwezo wa kutafuta familia, mimi nawatakia kila la heri. Lakini nyumba yangu hapa mtu saizi hawezi tena kukaa bure. Kama ana majukumu, kama ana uwezo wa kumnunulia mwanamke wake kijola, kama ana uwezo wa kumlisha mwanamke wake, haiwezekani akashindwa kulipa kodi. Haiwezekani akashindwa kulipa umeme na maji na usafi na jengo na kodi ya jengo na vitu vingine. Kwa hiyo ndio hivyo, kama mnaenda mwende, lakini mkijua kwamba mnatakiwa mlipe kodi, na kama haiwezekani basi mtafute chumba hata hapo jirani. Kuna vyumba tu vya 25,000, 20 vya giza mkae. Ila hiki chumba changu napangisha 50,000.
Lakini kaka, hapo mimi naona ungetupa muda kidogo, kwa sababu kwa sasa hivi na nilitulokuwa nayo inatuwezesha tu kula na nini. So tena kusema eti mtu unalipa kodi eti miezi mingapi, seti. Yaani kiufupi nikwambie hakuna kitu gharama kama kulipa hela za kula, lakini sio kodi. Kodi ni kitu rahisi sana. Sababu kodi kulipa 50,000 ni mwezi mzima. Lakini wewe shilingi 3,000 kwa siku kila peke yako kwa mwezi 90,000. Akijumlisha na huyu 90,000. Laki na ngapi? Laki na 80. Kodi ni 50,000 tu. Kula na kulipa kodi ipi gharama? Sasa hivi inakuwa tofauti. Sasa ndio maana nimesema. Kwanza mimi nimewaza kwa nini unifanyie hivyo wakati mimi ndugu yako kabisa. Wa damu. Wewe tangu ufike hapa, uishi kwa nini nimekaa na mwanamke mwezi? Hapana. Maana yake nini? Kwamba mimi hapa sina kizazi, jogoo apande mtungi, au sina uloa wanawake? Sasa labda hujapata mtu sahihi. Mimi si nimepata huyo hapa. Sawa, ndio maana nimesema kama umpata mtu sahihi, mimi nawabariki kwenye mahusiano yenu, muwe na familia njema. Ila nyumbani kwangu sasa hizi inatakiwa ulipe kodi. Kwa sababu zamani nilikuwa nakuchukulia hauna kazi, hauna hela, hauna uwezo wa kulipa chochote. Na ndio maana uko unakaa kwangu, unakula kwangu, mimi ndo nakutafutia mishemishe. Umepata uwezo wa kuoa, unashindoje kulipa kodi? Nyumba yangu mimi nataka nipangishe yote. Wewe na mpenzi wako mnaenda kwa wapi? Si lazima mkapange. Unashindoje kupanga kwa hiyo nyumba yangu? Basa tupe muda. Yaani hapa hamna muda wote. Kama mnaweza kukaa mkala, mkatoka, mkaenda kula vibandani huko chips na nini, kipindi mimi zamani tulikuwa tunakula yote ugali, sasa hizi mnakula wenyewe chips yai. Basi na nyumba yangu pia inatakiwa muijali vile vile. Kama haiwezekani jamani, mimi nifunge mlango wangu, mkatafute chumba sehemu nyingine. Tukajadiliane. Kwa una maamuzi mengine? Maamuzi mengine ni kwamba ni watoe hapa, kama inawezekana wasindikize, mpande bodaboda mkachukue nyumba hapo sehemu nyingine.